Ni wakati mwingine tena, nashukuru Mungu kunipa hii nafasi ili tuweze kushirikiana neno la Mungu. Mahali ulipo, kama una Biblia yako, unaweza kufungua nami katika kitabu cha Luka 22 mstari wa 31 hadi 32. Nitasoma tu mistari miwili alafu tutabarikiwa. Inasema kwamba akasema, Simoni, Simoni, tazama Shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano, lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitingike, nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Pia napenda tufungue katika kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 4 mstari wa 13. Biblia inasema kwamba lakini kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani, kama ilivyoandikwa, naliamini na kwa sababu hiyo nalinena. Sisi nasi tuamini na kwa sababu hiyo twanena. Ujumbe wangu wa siku ya leo ambao napenda kushiriki nasi ni kuhusu linda imani yako. Hapo kitambo, kabla hatujampokea Yesu katika maisha yetu, hatukuwa na roho ya imani. Tulikuwa na roho ya kutokuamini. Na sababu ya kuwa na roho ya kutokuamini, tulijitegemea sisi wenyewe. Lakini sababu ya kukutana na neno la Mungu, Biblia inasema katika kitabu cha Warumi kwamba kuhama imani moja hadi nyingine. Kwa hivyo wakati tulipokuwa nasikia neno la Mungu likaingia ndani mwetu, imani yetu ikahama kwa yale tuliokuwa tunaamini na tukaamini ndani ya Yesu. Roho wa imani ndiye anayeshawishi roho ya mtu kuweza kumpokea Yesu, ama aweze kufeel sorry kulingana na maisha yenye anayaishi, na akaona kwamba kumbe yafaa niweze kuruhusu Yesu katika maisha. So wakati unapompokea Yesu katika maisha, nataka niseme kwamba adui hawezi akafurahia, na atatafuta mbinu zenye anaweza kufanya urudi nyuma, uachane na Mungu. Na ndio sababu ukisoma katika kitabu cha Efeso mlango wa 6 mstari wa 16 naongelea kuhusu mishale ya moto ya muovu. Mishale ya moto ndio adui anayetumia kupiga imani ya mtu itikizike. Nataka niseme kwamba wakati shetani anainuka kukupiga vita, hakupigi wewe, anapiga chenye kiko ndani mwako ili kusudi kikuachilia. Nacho ni gani? Ni ile roho wa imani aweze kukuachilia. Mishale ya moto ya muovu shetani ni nini? Ni matukio yale yanatukia. Kuna tukio likitukia litatigiza imani yako mpaka uone kwamba kama Mungu ako upande wangu, mbona nipitia haya? Na pia mshale ya moto mambo mengine ni yale unayasikia. Kuna neno ukilisikia, hata kama ulikuwa na furaha, moyo wako utatikizika na hautakuwa na furaha tena. Na tena utapata kuna wengi hata sababu kusikia neno ambalo si nzuri likasababisha hata kanisani asiende tena. Na mostly kwa wana na mabinti wa Mungu, ile mishale ya moto ya adui inatokana na wale watu ambao wameokoka. Shetani hatatumia mtu mwenye hajaokoka, atatumia mtu mwenye ameokoka, hata anaweza kutumia mtumishi wa Mungu, ambapo utasema kwamba na sio ni mtumishi wa Mungu, na kama ana roho wa Mungu, mbona anifanyie kitu kama hiki? Roho wa Mungu hasa akamwambia kwamba amenifanyia makosa. Kuna mama mmoja akanieleza, mtumishi wa Mungu, unanieleza lakini mwenyewe alinifanyia mabaya ni askofu. Wacha nikwambie, askofu ni mwanadamu, nabii ni mwanadamu, mtume ni mwanadamu, mwinjilisi ni mwanadamu, mchungaji ni mwanadamu, na pia iwe mwalimu wa neno ni mwanadamu. So kwa hivyo nataka nikwambie kwamba adui atatumia wale ili kusudi your faith iweze kutikizika. And that's why Yesu akaambia Petro kwamba shetani ametaka kuwapepeta
kama ngano. Ni nini chenye anatumia kuwapepeta kama ngano? Matukio ya kutisha, maneno ya kutisha. Lengo lake ni kwamba atigize imani yao, lakini Yesu akasema kwamba nimekuombea, ukiimarika ombea ndugu zako ama saidia ndugu zako. Nataka niseme kwamba roho wa imani, yule ambaye tulimpokea wakati tulipokuwa tumesikia neno la Mungu, analindwa tu wakati uko na moyo mkubwa. Mwana na binti wa Mungu yasaliwe kuwa na moyo mkubwa kama bahari, moyo mkubwa kama ziwa. Niliishi kwa ziwa Victoria. Ziwa Victoria liko baina ya maziwa yaliyo katika Afrika yenye yako maji fresh. Utapata kwamba ziwa Victoria, wavuvi wenye wanavua pale, choo yao ni ziwa. Kuna watu wanakufa ndani. Kuna mvua ikinyesha, mafuriko yanaingia ndani, lakini bado hilo ziwa lina maintain freshness yake. So mwana na binti wa Mungu, kulinda roho kwa imani, ili kusudi mishale ya moto ya muovu isiweze kukufanya ukarudi nyuma. Niwe na moyo mkubwa. Kuna mambo yakitokezea umeona ni kama hujaona. Kuna mambo kiasikia unasikia ni kama hujasikia. Hapo nataka nikwambie kwamba utainuka kiwango kingine. Usiruhusu uweze kutikizika. Usiruhusu uweze kuacha Yesu katika jina la Yesu Kristo. Nataka niseme kwamba kila mmoja mwenye ambaye ameinuka mpaka kafika kwa nafasi ya kutamani huduma wake, maisha yake, kuna yale aliyapitia. Na maanisha kusema hivi, kuna majaribu na kuna mitihani. Biblia ya Kiingereza ndio inaongea vizuri. Mjaribu ni shetani. And that's why Biblia inasema kwamba mtu ajaribiwa hapa asiseme kwamba anajaribiwa na Mungu. Sababu Mungu hawezi akajaribiwa wala hawezi akajaribu mwanadamu. Mtu hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Mjaribu ni shetani. Lakini Mungu hupeana mitihani. Ni kwa nini atupe mitihani? Anataka aone udhabiti wa imani yako kwake. Je, ni nini kitakachokutenga na upendo wa Mungu? And that's why Abrahamu ambaye ni baba yetu wa imani, Mungu alimpea mtihani. Mtoto mwenye amemngojea kwa miaka mingi ndiye anamwambia kwamba amtoe kama dhabihu. Ilikuwa ni mtihani. Lakini mjaribu ni shetani. Yeye hujaribu ili kusudi umshuku Mungu. Kama vile alivyojaribu Yesu. Anamwambia kama wewe ni mtoto wa Mungu, kama wewe ni mtoto wa Mungu, badilisha ili jiwe kwa mkate. Kama wewe ni mtoto wa Mungu, jirushe kutoka juu ya mnara. Biblia inasema kwamba utatumiwa malaika nao watakushika usijikwae. Yeye kusudi lake anapenda ili kusudi uweze kuwa na mashaka na utambulisho wako kama mwana wa Mungu. Yeye kusudi lake anataka uweze kuwa na mashaka kwa Mungu ako upande wako ama yuko upande wako. Na kama uko upande wangu, mbona napitia hii? Nataka nikwambie kwamba Biblia inasema kwamba Mungu hatatuacha kabisa wala hatatupungukia. Kulinda imani yetu ni kuwa na moyo mkubwa. Kuna wale watu sababu ya maneno wamasikia wameachana na Mungu. Kuna watu wale ambao sababu ya matukio yametukia wameachana na Mungu. Kama vile mke wa Ayubu akasema kwamba bado unampenda huyu Mungu. Mtukane basi ukufe. Matukio yaliyotokea yalimchukiza, akiona mume wake sura yake si nzuri tena, sio kupendeza. Akaona achane na Mungu. Lakini Ayubu alikad the faith yake. Na hata kulinda imani yake, Mungu alimbariki mara mbili zaidi. Linda imani yako, usiache. Sasa matukio ni mengi. Kanisani matukio ni mengi. Nyumbani matukio ni mengi. Yale matukio yote ni kwa ajili ya kupiga imani yake tikizike. Linda imani yako kwa kuwa na moyo mkubwa katika jina la Yesu. Napenda niweze kukuombea. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru nikisema ni asante kwa neno lako tumelisikia kuhusu kulinda imani. Wakati hatukuwa tumekupokea, tulikuwa na roho ya kutokuamini. Na sababu ya kutokuwa na roho ya kutokuamini, tulijitegemea wenyewe, tukashindwa na kuaibika. Lakini leo hii tuliposikia neno lako, imani yetu ikajengeka kwako, tukakukiri kweli Bwana na kuamini kwa mioyo yetu kwa kufa kwako na kufuka. Sasa sisi
ni wana na mabinti wako. Kuna vita ambavyo adui ameinuka navyo vinavyoitwa mishale ya moto ya mwovu, ambayo ni matukio mabaya, ambayo ni maneno tunayasikia. Lengo la adui ni kutigisa imani yetu tuachilie. Naomba usaidie huyu dada kusimama, huyu ndugu kusimama, sababu neno linasema kwamba atakayesimama hadi mwisho ndiye atakayeokoka. Vile ulisaidia Ayubu kusimama, tusaidie na sisi. Vile ulisaidia watumishi wako kusimama, tusaidie na sisi. Naomba yule anayepitia magonjwa umponye. Yule mwenye ana amani katika ndoa mpe amani. Mwenye kazi yake haiendi vizuri, Baba, hii kazi iweze kwenda vizuri. Mwenye amepoteza natangaza urejesho. Mwenye anaona kushindwa mpe ushindi katika jina la Yesu. Asante maana Mungu umetenda. Jina lako libarikiwe. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Kama bado sijamalizia, wakati unanifuatilia, naomba tu uweze kulike, ucomment, subscribe na ushare ili kusudi tuwafikie wengine wengi. Nambari yangu ya simu kama unataka ushauri ama kuomba pamoja ni 0720932783. Mungu akubariki. Amen.